Okay, utaenda kurudia haya maneno. Sema mimi ni muamini. Mimi ni muamini. Nakaliwa na Roho wa Mungu. Mimi ni muamini. Nakaliwa na Roho wa Mungu. Nimempa Mungu nafasi ndani yangu kutenda kazi kupitia mimi. Kutenda kazi kupitia mimi. Na neno linapoenda kufundishwa kwa umakini, naenda kuyachukua maelekezo na kuyatia katika utendaji. Amen. Naomba tuketi. Karibuni wote watakatifu wa Mungu katika ibada yetu ya siku ya leo. Kwa majina yangu naitwa Daklin David Kamala, na kwa siku ya leo tutaenda kujifunza kwa habari ya grace and our identity in Christ. Kabla ya mambo yote, ningependa tujue ya kwamba kanisa ni mahali ambako tunajifunza. Na kwa mtu mwenye huo mtazamo, ni lazima mahali ambako upo una daftari, unayo Biblia, unayo kalamu. Kwa sababu gani? Tutaenda kuangalia namna gani ambavyo maandiko matakatifu yanamuita mtu ambaye ameamini au mtu ambaye amepokea wokovu, kwamba huyu mtu amefanyika kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anajitiisha katika muendelezo wa kujifunza maandiko matakatifu. Kwa hiyo kwa kwanza tutaenda kufungua kile kitabu cha Mathayo sura 28 ule mstari wa 18 hadi wa 20. Mathayo mtakatifu ile sura ya 28 tutafungua wote na ikiwezekana tutasoma wote. Tumefika? Okay. Najua wengine inaweza kuwa ni ndio, wengine inaweza kuwa ni hapana. Sawa. Basi tutasoma. Okay, twende 1 2 3. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, okay, sawa. Hilo ambalo umelisoma ndilo ambalo linaitwa agizo kuu. Kwa Kiingereza wanasema Great Commandment. Lakini pia unaweza ukaweka katika lugha ya kuelewa kwamba huo ndio mpango kamili wa Mungu, kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Kristo. Sasa unaweza ukawa na daftari lakini pia usijue namna nzuri ya kuchukua notes. Kwa pia nitaenda kukufundisha namna ya kuchukua notes. Ni mambo ambayo unaweza kwamba ni marahisi au tu ni kwa sababu tupo kanisani, who cares, kwamba nitakuja, nitasikiza neno, nitaondoka. Lakini yakupasa ujue kwamba Mungu anawekeza hivi vitu ndani yako ili uwe msaada kwa maelfu ambao wako huko nje. Bwana Yesu asifiwe. Kwa haya ambayo tunajifunza, utakuja kuona tu kwamba hayana manufaa tu katika ulimwengu wetu wa sasa, bali yana manufaa hata katika ulimwengu ule ujao. Na ndio maana lazima mtu awe na umakini, lakini pia awe na nidhamu katika kujifunza haya maandiko matakatifu. Kwa hiyo namna kuchukua notes sio kwamba tu unaandika mistari. Kwa kama unaandika tu Mathayo 28:14 mpaka 20. Bwana Yesu asifiwe. Unaandika na kile ambacho kimefundishwa na mtumishi. Kwa mfano tumesoma huu mstari nikasema kwamba hiki tumekisoma ni agizo kuu. Kwa hilo ndio kitu cha kuandika kwamba hapa ndo nitakuta agizo kuu, lakini pia nimeelezea zaidi kwamba huo ni mpango kamili wa Mungu kwa kila mwanadamu.
au naweza nikaenda zaidi kwamba kwa kila aliyeamini. Kwamba ni kufanyaje? Kwanza ni kuenenda, lakini pia na kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi. Sasa neno mataifa pale sio mtu ambaye yuko nje na taifa lako. Literal. Neno mataifa linachomaanisha ni mtu yoyote yule ambaye hajasalimisha maisha yake kwa Kristo ambaye ni Bwana. Kwa hiyo kwa mfano, ukisoma kile kitabu cha Waefeso sura ya 2, Waefeso sura ya 2, kwa na kueleza kwamba mataifa ni nani. Kwa sababu unaweza kusema kwamba agizo kuu ni kitu, yani unaweza kusema kwamba agizo kuu ni kitu ambacho mimi siwezi nikakifanya kwa sababu mimi ni mwanafunzi wa daktari. Lakini kumbuka, unaojifunza nao daktari au unaojifunza nao nursing na course nyingine zote zile, wanaweza kawa ni watu ambao bado hawajasalimisha maisha yao kwa Kristo. Maana wewe unapotazama hao watu, unatazama kwamba huyu ni mtu wa mataifa. Huyu ni mtu ambaye ninavyomtazama Mungu anatazamia afanye kazi kupitia mimi. Kazi gani? Ya kwenda kumfanya kuwa mwanafunzi wa Kristo. Kwa hiyo tutasoma Waefeso 2 ule mstari wa 11. Naomba tufungue hapo. Waefeso 2 ule mstari wa 11. Waefeso 2 ule mstari wa 11. Tumefika? Kwa hiyo tutaenda kusoma mpaka ule mstari wa 13. Okay, tusome kuanzia mstari wa 11. Twende. Kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa, yaani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono, kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile, mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kwa hiyo ingaje kwenye muktadha anaelezea wale waliokuwa mataifa kwa jinsi ya mwili, akielezea wale ambao sio Wayahudi. Sawa? Lakini natumia mtazamo huko kuelezea mataifa kwamba ni mtu yote yule asiye na Mungu duniani. Na mtu asiye na Mungu duniani ni yupi? Ni mtu yote yule ambaye haamini kuwa Kristo ni Bwana. Kwa sababu imani ya Kikristo inakiri ya kwamba Yesu ndiye Mungu. Kwa hiyo imani yote duniani inayokataa huo uhalisia, manake haina Mungu duniani. Inaabudu katika miungu. Sawa? So lazima la imani sio lazima la kusema kwamba inategemea tu, si wanamwamini Mungu nao pia sio kwamba wanafanya yaliyo mema. Lakini imani iliyo sahihi ni ile ambayo imewekwa msingi katika kile ambacho Kristo amekifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mataifa ni mtu yote anaweza kuwa karibu yako. Kwa sababu gani? Ni mtu yote yule ambaye hajasalimisha maisha yake kwa Kristo. Na kwa namna hivyo unapomtazama huyo mtu, unaona kabisa Mungu anatazamia afanye mpango wake kufikia ulimwengu wote, kuanzia na huyo mataifa ambayo yako hapo karibu yako. Sasa unavyosoma Warumi sura ile ya 10 mstari wa 9, tutaenda hapo. Warumi sura ya 10 mstari wa 9. Tutasoma mstari wa 9 hadi ule mstari wa 10. Warumi sura ya 10 mstari wa 9 hadi ule mstari wa 10. Kwa natumaini tumeelewana kuanzia mwanzo kwamba mpango wa Mungu kwa kila muamini. Na kama ambavyo tulianza na ukiri kwamba mimi ni muamini. Na kwamba ninampa Mungu nafasi kufanya mpango wake kupitia mimi. Mpango wa Mungu ni nini? Kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi. Na mataifa sio mtu ambaye yuko mbali na mimi. Mtu yote ule ambaye hajasalimisha maisha yake kwa Kristo, mimi ninavyomtazama, simtazami tu kama Hadija, simtazami tu kama Aisha,
na mtazamo kwamba huyu mtu ni mataifa, na kupitia mimi Mungu anatamani huyu mtu apate kupokea wokovu. Kwa hiyo tutasoma kuanzia huo mstari wa 9. Tumefika? Basi tutasoma kuanzia mstari wa 9 na wa 10. Twende. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu amini hata kupata haki, hata kupata wokovu. Kwa hiyo wanavyosema kukiri ni kukubaliana, kwa sababu unaweza kujiuliza maswali kwamba okay, nimeenda kumhubiria bubu, inakuaje sasa? Unaweza kufanya muujiza akasikia, lakini mwisho wa siku neno kukiri ni zaidi tu ya kutamka, kwa sababu mwingine unaweza kumhubiria injili akakiri lakini asiwe ameamini ndani ya moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tuelewe hapo anaposema kukiri maana yake ni huyo mtu afikie kwenye uamuzi wa kukubaliana na kile ambacho Kristo amekifanya. Maana yake sasa atafikiaje katika hayo maamuzi? Maana yake wewe lazima umfundishe huyo mtu nini ambacho inatakiwa akifanye ili apate kupokea wokovu. Kwa sababu gani? Watu ulimwenguni wana elimu tofauti tofauti za nini maana ya kuokoka, za nini maana ya wokovu ni nini. Kwa hiyo tunavyojitisha katika kujifunza, maana tunajifunza maarifa yaliyo sahihi makusudi tukapate kuwasaidia maelfu. Wengi wanatafsiri kwamba kuokoka ni kuacha dhambi. Lakini unamuuliza swali kwamba je, umeacha dhambi? Kwa kuna namna ambavyo watu wanatafsiri wokovu ambavyo sivyo. Kwa hiyo ona kwamba wewe kuwepo hapa ni kwa ajili yako, lakini pia ni kwa ajili ya maelfu ambao Mungu anatazama awafikie kupitia wewe. Sasa pale kuamini moyoni, inachomaanisha hapo ni kuonesha uzalendo chini ya ufalme wa Kristo ambaye ni Bwana. Manake kuamini sio tu kwamba unakubaliana tu, lakini ni unaenda zaidi na kujisalimisha. Manake kuyatoa maisha yako yawe kwa ajili ya Bwana ambaye ndiye Kristo. Sasa kwa nini tunapitia haya yote? Ni ili kutukumbusha kwamba sisi ni wanafunzi wa maandiko. Ya kwamba Mungu ametuokoa kwa neema yake makusudi tukakae chini kujifunza haya maandiko matakatifu. Na matokeo kujifunza manake ninakuwa ni mtumishi ambaye nimebobea katika kuelezea maandiko, na kwa namna hivyo ninawafanya wengi kuwa wanafunzi wa Kristo. Ninawatoa wengi katika mipango au hila za shetani kupitia elimu ambazo zisizo za ukweli, zidanganyazo. Sasa cha kunoti ni kwamba mwanafunzi wa Kristo anajifunza kwa mwendelezo maandiko matakatifu. Mwanafunzi wa Kristo hajifunzi kila kitu. Amewekwa chini ya kujifunza maandiko matakatifu. Na kwa hapa tutasoma Timotheo wa pili ile sura ya 3 mstari wa 15 hadi wa 16. Timotheo wa pili ile sura ya 3 mstari wa 15 mpaka ule mstari wa 16. Kwa hiyo kubaliana na ufahamu kwamba mimi ni mwanafunzi wa Kristo. Usikubali unapokuwa unakuja kanisani uje mikono mitupu. Mimi niko tayari kuwa na kukumbusha kila siku. Kwa sababu gani? Ninajua kabisa elimu hii unaojifunza haitakufuata kwa wakati huu, lakini itakufuata kwa wakati ujao, maana naongelea katika ulimwengu unaokuja. Kwa hiyo tutasoma Timotheo wa pili ile sura ya 3 ule mstari wa 15 hadi wa 16. Lakini tutasoma kwanza 15 peke yake. Sawa, tusome. Na yakuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kwa hiyo maandiko matakatifu naweza nikasema kwamba yamekuwa designed au
maandiko matakatifu yametengenezwa kwa ajili ya kumuelimisha mtu swala zima linalohusiana na wokovu. Kwa hiyo kama una swali lolote kuhusu wokovu, maana yake maandiko matakatifu yamewekwa wazi ili yakujulishe hiyo elimu. Kwa hiyo andika hivi kwamba elimu ya wokovu imewekwa wazi kwa njia ya maandiko. Na kwa kuwa mimi kama muamini nimeitwa kuwa mwanafunzi wa Kristo, maana yake nimejitiisha katika kufundishwa swala zima la wokovu. Kumbuka tumeshaona kwenye kitabu kile cha Warumi kwamba kwa kuamini moyoni unapokea wokovu. Kwa hiyo wokovu ni kitu ambacho unapokea ambacho kinakuwa katika full package. Haupokei wokovu nusu nusu. Unapokea wokovu ambao upo katika full package. Sasa kitu ambacho kimebaki ni wewe sasa kukua kuufikia huo wokovu. Kwa njia gani? Ya maarifa. Kwa njia gani? Ya kuendelea kumjua Mungu. Kwa anasema kwamba maandiko matakatifu yaweza kukuhekimisha. Neno pale kukuhekimisha ni sawa na kukupa ujuzi, kukuelimisha katika nini? Anavyosema kwamba hata upate wokovu, haimaanishi kwamba maandiko matakatifu yanakuletea wokovu. Kwa sababu tumeona kabisa wokovu unapatikana kwa kuamini. Kwa anachokimaanisha hapa ni kwamba maandiko matakatifu yatakufunulia wewe namna ya kupokea wokovu. Na utakuja kuona kwamba maandiko matakatifu yote yanamshuhudia mtu huyu mmoja, Kristo Yesu, ambaye mpango wake ni kutoa wokovu. Kwa hiyo maandiko matakatifu yatakuleta wewe katika swala zima la kupokea wokovu, ambao wokovu unapatikana kwa imani. Sawa, tutasoma pia mstari wa 16. Natumaini macho yetu yote yako hapo kwenye mstari wa 16. Tusome. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuongoza na kwa kuadibisha katika haki. Okay. Tuseme neno kila andiko. Kila andiko. Sasa anavyosema kila andiko, usitafakari ya kwamba ni baadhi tu ya maandiko ndio ambayo yana pumzi ya Mungu. Ukitaka kuelewa vizuri, unaweza pia ukasoma kwenye Biblia ya Kiingereza, ambako hapa amesema all scriptures. Kuna mmoja na Biblia ya Kiingereza anisomee? Mwenye Biblia ya Kiingereza huo mstari wa 16. Tuone unasemaje. 2 Timothy 3:16. Okay. Anasema all scriptures. Kwa ni maandiko yote. Kwa namna nzuri ya kusoma hapa ni kwamba lazima uone utendaji kazi wa Mungu katika Roho wake Mtakatifu kwenye kupatikana kwa kila andiko. Bwana Yesu asifiwe. Natumaini tunaelewana. Natamani wote muelewe kwamba kanisani ni shuleni. Elimu ya Kikristo inafundishwa. Imani ya Kikristo inafundishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anavyosema kila andiko lenye pumzi ya Mungu, anachotaka wewe ukione ni kwamba nyuma ya kila andiko ambalo unaliona kwenye maandiko matakatifu kuna utendaji kazi wa Mungu kwenye kupatikana kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hakuna sehemu kwenye maandiko ambako imekosewa. Na ndio maana anasema kwamba yanafaa kwa ajili ya fundisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anavyosema kila andiko anamaanisha kwamba maandiko yote yamepatikana kwa utendaji kazi wa Mungu kupitia Roho wake Mtakatifu. Ndio maana utakuja kuona kwamba hawa manabii ambao walikuwa wanaandika vitabu hivi waliandikwa wakiongozwa na Roho. Kwa tu hawakuandika kama vile historia za kutungwa au hadithi za kutungwa kwamba Musa amekaa akaanza kuweka hadithi za kutunga. Hapana. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu ili tupate kuelewa kile ambacho tunapaswa kujifunza katika imani yetu
ya Kikristo, ni lazima tuweke imani yetu katika maandiko matakatifu. Yaani usiwe na doubt inapokuja kwenye maandiko matakatifu. Ukazania kwamba kwa kuwa aliandika Paulo mtume kwa Tito, Paulo si mwanadamu, anaweza akawa amekosea mahali. Hapana. Ona kabisa maandiko matakatifu ni neno la Mungu mwenyewe ambalo limehifadhiwa kwa njia ya maandishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maandiko matakatifu ni neno la Mungu ambalo limehifadhiwa kwa njia ya maandishi. Okay, tutasoma pia Petro wa pili. Petro wa pili. Na kuwa huru. Kama una swali liandike tu pembeni kwamba hapa sijaelewa. Hapa sijaelewa. Kwa sababu hili ni darasa. Kuwa katika yale mazingira ya kujifunza. Kwa hiyo tutasoma pia wote waraka wa pili wa Petro, ile sura ya 1 mstari wa 20. Tusome. Mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuleta popote kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo andika neno pale unabii. Unabii maana yake nini? Unabii ni neno la Mungu kupitia kinywa cha mwanadamu. Hiyo ndio maana unabii. Kwa unavyosema kwa mfano huyu ni nabii Isaya, maana yake huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu anasema na watu wake kupitia huyu. Kwa hiyo unabii ni ile neno la Mungu ambalo linatoka kwenye kinywa cha mwanadamu. Kwa hiyo anasema kwamba hakuna unabii katika maandiko. Kwa hiyo maandiko yote matakatifu ni maneno ya manabii. Hayo ndio mambo ya kuandika kwamba maandiko matakatifu ni maneno ya manabii. Maandiko matakatifu ni maneno ya manabii. Na kama manabii tumesema kwamba walikuwa wanalisema neno la Mungu. Kwa hiyo kumbe nini? Haya maandiko matakatifu ni neno la Mungu lenyewe ambalo limehifadhiwa tu kwa njia ya maandishi. Kwa hakuna pointi ambapo kuna mistake yoyote ile ambayo unaweza kaidhania. Kwa sababu gani? Kama waliandika wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Hawakutunga hadithi za kutufariji tu na kutuandikia, hapana. Haya yote ambayo unayasoma hapa, unapokuwa unasoma maandiko matakatifu, unakuwa unaisoma sauti ya Mungu. Kwa sababu gani? Ni sauti ya Mungu ambayo imehifadhiwa kwa njia ya maandishi. Mpaka kufika hapo, niko sasa tayari kuendelea na tujifunze kuhusu neema na utambulisho wetu. Sasa muamini ni nani? Ndio ambako nimeanza hapo. Muamini ni nani? Unaposema kwamba I am a believer. Muamini ni nani? Unaposoma Waefeso sura ya 1 tutasoma kwa pamoja. Kwa andika kwamba muamini ni nani? Waefeso sura ya 1 mstari wa 13 hadi wa 14. Sasa wale ambao wako chini ya disciples, wale ambao wako chini ya disciples, lazima mwe mna kazi ya kukagua notes. Hiyo ni kazi yenu. Mnakagua notes walioandika wanafunzi. Sasa muamini ni nani? Nimependa tutumie kwamba muamini ni matokeo ya kukaliwa na Roho Mtakatifu. Muamini ni matokeo ya kukaliwa na Roho Mtakatifu. Tutasoma hiyo Efeso 1:13 hadi 14. Waefeso 1
13 hadi 14. Kwa hiyo hapa tunajifunza kufungua maandiko, kusoma maandiko, kuandika notes. Yote lazima mtu ufundishwe. Kwa sababu usipofundishwa utaona kwamba hayana faida, hayafai. Kwa ni lazima tufanyaje? Tujifunze. Tumefika wote Waefeso 1:13 hadi 14. Tutasoma 1, 2, 3 twende. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa milki yake kuwa sifa ya utukufu wake. Okay. Kwa cha kwanza kabisa anawaambia kwanza, mmekwisha kulisikia. Bwana Yesu asifiwe. Anakuambia cha kwanza ni kufanyaje? Kulisikia neno la kweli. Ambao neno la kweli ni nini? Ni habari njema za wokovu. Kwa hiyo hakuna mtu aliyezaliwa muamini. No one is born a believer. Sawa? You can take a note kwamba hakuna aliyezaliwa muamini. Na muamini ndio huyu ambaye ni Mkristo. A believer is a Christian. So no one is born a Christian. Haui Mkristo kwa sababu tu umezaliwa kwenye familia ya Kikristo. Kwa sababu gani? Ukristo sio kitu ambacho unakirithi. Ukristo ni kitu ambacho unakipokea binafsi kwa kuyakubali, kuyasalimisha maisha yako kwa Kristo. Kwa ni kitu ambacho kina happen personal. Lazima ifikie point of time kwamba unasema kwamba sasa hivi ninasalimisha maisha yangu kwa Kristo. Hata kama ukienda kuwahubiria watu maelfu, anayepokea wokovu pale ni mtu ambaye yeye mwenyewe personal kuanzia moyoni mwake amekubaliana, amekubali kuyasalimisha maisha katika ule ujumbe ambao nini umehubiriwa. Kwa hiyo hakuna aliyezaliwa muamini, hakuna aliyezaliwa Mkristo. It happened in a time. Na ndio maana anasema kwamba kulisikia neno la kweli. Kwa hiyo lazima kwanza ulisikie neno la kweli. Kwa sababu gani? Unaokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Unaokolewa kwa nini? Kwa neema kwa njia ya imani. Imani hujaje? Imani huja kwa kusikia. Kwa lazima a point of time kwamba usikie neno la kweli ambayo ni habari njema za wokovu. Alafu matokeo ya kusikia ni kufanyaje? Kuamini. Na ndio maana anasema kwamba mmekwisha kumwamini yeye, alafu kinachofuata ni nini? Kutiwa muhuri. Sawa? Kwa hiyo Mungu anakutambua kwamba wewe ni muamini kwa kuwa nini? Amekutia muhuri. Huo muhuri ndio kwamba tunasema kwamba unakaliwa na Roho wake Mtakatifu. Kwa hiyo swali ni kwamba unapokeaje Roho Mtakatifu? Unampokea Roho Mtakatifu ile siku ulipo amini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa muhuri ni utambulisho. Muhuri nini? Ni utambulisho. Kazi ya muhuri ni kutambulisha. Kwa mfano tunavaa labda mashati yameandikwa labda KSMC au Muhimbili. Yote ni kwa ajili ya kutambulisha kwamba wewe unamilikiwa wapi. Kwa hiyo muamini anatambulikana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo moja kwa moja hakuna muamini asiyekaliwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna muamini asiyefanyaje? Asiyekaliwa na Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Uhalisia wa muamini unaelezewa katika kule kukaliwa na Roho. Bwana Yesu asifiwe. Tuseme hivi, hakuna muamini asiyekaliwa na Roho Mtakatifu. Kwa sababu uhalisia wa muamini ni katika kule kukaliwa na Roho Mtakatifu. Sawa. Naomba tusome pia Warumi 8 ule mstari wa 9. Warumi 8 ule mstari wa 9. Warumi 8 ule mstari wa 9.
Mwanafunzi wa Kristo ni mwanafunzi ambaye anajifunza maandiko matakatifu. Na haya ndio ambayo ni maandiko matakatifu. Kwa hiyo naomba tutasoma hiyo ambako nimesema Warumi 8 ule mstari wa 9. Natumaini tumefika wote. Aya, tusome. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Kwa hiyo kama unasema jamani, mimi hapa mbona hata sihisi kama Roho Mtakatifu anakaa ndani yangu, sio swala la hisia. Bwana Yesu asifiwe. Sio swala la nini? La hisia. Ni lazima ujue, ni lazima utambue ya kwamba ile siku nilipozisikia habari za Kristo, ya kwamba alikufa kwa ajili yangu, ya kwamba Mungu alimfufua siku ya tatu, ndio siku hiyo ambapo Mungu alinitambua kwamba mimi ni wake. Na kwa namna hiyo akawa amenipa nini? Roho Mtakatifu ambaye ndiye muhuri. Sasa kuokolewa huko kulikuwa ni kwa neema. Sawa? Na tumeona kwamba neema hiyo ambayo imetuokoa imetuletea utambulisho mpya. Imetufanya sisi hapo tuwe waamini wa Kristo. Na kama ambavyo nimekwisha sema kwamba muamini ni yule ambaye anakaliwa na Roho. Sasa utambulisho unavyokuwa unakuja na wajibu. Sema utambulisho unavyokuwa unakuja na wajibu. Yes. Kwa hiyo unavyojiona kwamba wewe ni muamini, maana yake ni lazima uitike katika huo wajibu. Sasa huo wajibu ni upi? Tutasoma Matendo 2 ule mstari wa 15 hadi wa 18. Matendo 2 ule mstari wa 15 hadi wa 18. Asante Mungu, nimekumbuka. Kuna wengi ambao wanafikiri ya kwamba mimi nimeokolewa ili niende mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimeokolewa ili niende mbinguni. Hiyo sio namna njema kuwaza. Nitakuja kukuambia kwa nini. Kwa sababu muamini kwa kukaliwa na Roho amepokea kionjo cha mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia mpango wa Mungu sio wanadamu waende mbinguni. Mpango wa Mungu ni Mungu akae ndani ya kila mwanadamu. Na ndio maana anatafuta kufanya makao ndani ya kila mwanadamu. Wewe ambaye ni muamini tayari umeshaweka nafasi kwa Mungu kukaa ndani yako. Mungu anatamani akae ndani ya kila mwanadamu. Huo ndio mpango wake. Na ndio maana anakuja kufanya makao pamoja nasi. Kwa tuokolewe tu ili tuende mbinguni, au uishi tu ili uende mbinguni, utakuja kuona kwamba mbinguni ni uhalisia wa wewe kuwa ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asa kabla sijasoma hiyo Matendo 2, naomba tutaacha kwanza tuende kitabu cha Wafilipi 3:20. Wafilipi 3:20. Wafilipi 3:20. Kuna ile neno ambalo watu wanapenda kulisubiria kwamba tunamalizia. Bwana Yesu asifiwe. Sawa, tusome Wafilipi 3:20. Tumefika? Kwa unatamani uone ya kwamba Mungu hajakuokoa ili uende mbinguni. Utakuja kuona kwenye Ufunuo kwamba makao ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Kwa hiyo Mungu kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo anamtafuta mwanadamu akae ndani yake. Alafu sasa wewe unatafuta na kukimbia mbinguni wakati Mungu anakutafuta wewe. Haya bwana. Sawa, tusome Wafilipi 3:20. Tumefika? Tutasoma 1 2 3 twende. Kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Kwa maana si nini? Wenyeji wetu. Nini maana kuwa mwenyeji? Ngoje nimuulize mtu swali. Kiongozi ibada yake. Nini maana kuwa mwenyeji wa mahali?
Kwa mwenyeji mimi nafahamu kwamba ni mtu mzaliwa pale. Mzaliwa pale. Yeah. Yaani wewe Bwana Yesu asifiwe. Natumeni kwa kitu umekielewa kwamba muamini kwa kuzaliwa amekuwa ni mwenyeji wa mbinguni. Kwa hiyo haupiganii, haufanyi maombi kwenda mbinguni. Huo ni uhalisia wako. Kwa hiyo lazima ujue kwamba kuna kitu zaidi ya Mungu kuokoa, sio tu kwenda mbinguni. Kwenda mbinguni ni uhalisia wako. Sasa hiki ambacho tunaenda kujifunza hapa ndio mpango wa Mungu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa baada ya kwenda mbinguni, don't stress upon kwamba nitaachwa, imeandikwa kwamba mmoja atanyakuliwa mwingine ataachwa. Una Roho Mtakatifu ndani yako. Anakaa nawe siku ngapi? Yesu alisemaje? Anakaa nasi hata milele. Haya, huyo mtumishi aliyekwambia kwamba ukitenda dhambi Roho Mtakatifu anatoka. Wa kuaminiwa ni mtumishi au neno la Mungu? Neno la Mungu. Sawa? Tumekuwa watumishi kwa sababu ya neno la Mungu. Na tumeelewana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuwa na hiyo picture kwamba mimi ni mwenyeji wa mbinguni. I do not need to make prayer point to go in heaven. That is my reality. Kuna kitu ambacho Mungu anatazama mimi nikifanya katika ulimwengu wa sasa. Sasa tusome Matendo 2 ule mstari wa 15. Matendo 2 ule mstari wa 15. Natumai utakuwa na maswali. Kwa andika pembeni. Andika maswali. Usiogope. Uko darasani kujifunza. Usiseme kwamba hivyo tu mimi nitaelewa. Kuwa tayari kujifunza pia kwa njia ya maswali na namna nzuri ya kujifunza. Tumefika Matendo 2:15 hadi 18. Matendo 2:15 hadi 18. Tusome 1 2 3. Sivyo mnavyodhani, watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa 3 ya mchana. Lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli. Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitaumwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuishi hapo kwa kuanzia. Kwa hiyo Mtume Petro alikuwa anaeleza kila ambacho kimetokea kwenye ile siku ya Pentekoste. Na tumaini ukisoma kwenye mistari ya juu utapata kuelewa zaidi ambacho kilitokea. Wale watu walinena kwa lugha lakini pia walifasiri. Sawa? Nimesemaje? Walinena kwa lugha na walifasiri. Mambo haya mawili. Huko mbele utakuja kuelewa kwa nini nimesema hivyo. Lakini walifanyaje? Walinena kwa lugha na walifasiri. Sawa. Kwenye mstari wa 16 anasema, kwenye mstari wa 17 anasema itakuwa siku za mwisho. Itakuwa siku za mwisho. Sawa? Sasa anavyosema siku za mwisho, anachokimaanisha pale, anamaanisha utimilifu wa unabii. Natumeni mnaandika. Anavyosema siku za mwisho, anamaanisha utimilifu wa unabii. Ya kwamba nini ambacho kitatokea? Ya kwamba Mungu atawamwagia watu roho wake. Alafu anasema ya kwamba wana wenu na binti zenu watatabiri. Sema kutabiri. Kutabiri. Anasema na vijana wenu wataota maono. Anasema na wazee wenu wataota ndoto. Sasa haimaanishi literally kwamba wazee kwa sababu miaka imeenda ndipo wataota ndoto. Ukiangalia hapa anaongelea namna ambavyo kwanza ameongelea different races. Sawa? Ameongelea nini? Different races. Ameongelea kwamba kuna wana, kuna binti, kuna vijana. Sawa? Kwa maana yake ameongelea different races ambapo zitakuja kunufaika na kukaliwa na roho. Bwana Yesu asifiwe. So don't take literally kwamba wazee wataota ndoto. Natumai tumeelewana. Alafu tusome ile mstari wa 18 anasemaje? Naam, na siku zile nitamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watafanyaje? Watatabiri. Kwa hiyo mtumishi ni mwanamume
na mwanamke. Kwa sababu gani? Amemwagiwa roho. Kwa kumbe kumwagiwa roho manake unakuwa umekaribishwa katika nafasi ya utumishi. Umeitwa kumtumikia Mungu. Mungu anataka kufanya kazi pamoja na wewe. Hiyo ndo maana nini? Ya kuwa mwamini. Kwamba mimi nataka kufanya kazi pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Aya, tuende kwenye Wakorintho wa kwanza sura ile ya 14. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 14. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 14. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 14. Tutasoma ule mstari wa 2 na wa 3. Kutoka hapo nitaelezea mpango wa Mungu kwenye maisha ya kila muumini, then baada ya hapo tutaomba. Tumefika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 3, mstari wa 2, sawa? Tusome. Maana yeye anenaye kwa lugha asemi na watu, bali husema na Mungu. Maana hakuna sikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Mstari wa 3, bali yeye ahutubuye asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Sasa kitu cha kwanza, mtu anavunena kwa lugha, hiyo lugha haiwezi kafanyaje ikaeleweka. Kwa sababu gani? Anakuwa anasema na Mungu, sawa? Lakini pia cha kujua ni kwamba kwa kuwa unakaliwa na roho, nyote mnaweza mkanena kwa lugha, na nyote mnaweza mkafasiri lugha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana? Kwa hiyo anavyosema kutabiri, sawa? Hapa ametumia neno kuhutubu. Kuhutubu maana yake ni kuprofesai. Sawa, natumeni kuna maswali. Sasa sijui nitajibu wakati gani, lakini andikeni kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sana kwa wale ambao wamekuwa na maswali, nitawajibu. Ingawa inaweza siwe muda huu hapa kwa sababu pia niko limited kwenye muda. Kitu cha kujua ni kwamba kuna mstari na uangalia. Naomba tusome ule mstari wa 31. Hii Wakorintho wa kwanza 14:31. Tumefika na hizi tu ni kufungua tu hapo mbele yake. Tusome 1 2 3 31 twende. Kwa maana ninyi nyote mwaweza kuhutubu mmoja mmoja ili wote wapate kujifunza na wote wafarijiwe. Bwana asifiwe. Kwa maandiko yako wazi. Usijiomit, usipende kujitoa katika mambo ya roho. Ni kwamba mimi kunena kwa lugha hiyo sio ya kwangu. No. Kwamba mimi kufasiri lugha hiyo sio ya kwangu. No. Kumbuka uhalisia muamini katika Roho Mtakatifu. Na kwa kuwa una Roho Mtakatifu unaweza kanena kwa lugha, unaweza kuhutubu. Asa unaposema kuhutubu kwa Kiingereza anasema kuprophesy. Ndio ile neno nini? Kutabiri, sawa? Kwa hiyo kuhutubu ni sasa kufanyaje? Na kutabiri. There is no difference. Kuhutubu ni sasa kufanyaje? Kutabiri, sawa? Alafu ule mstari sasa wa 4, mstari wa 3 anasema bali yeye ahutubuye asema na watu. Kwa hiyo yeke omba kichwani. Ukinena kwa lugha unasema na Mungu. Na ndio maana hakuna sikiaye. Anavyosema hakuna sikiaye inamaanisha kwamba msikii. Anamaanisha kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kaelewa. Anamaanisha kwamba ni lugha ambayo haiwezi ikaelewa katika lugha, katika akili za kibinadamu pasipo kufasiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna kunena kwa lugha, unapokuwa unanena kwa lugha unakuwa unanena na Mungu. Na ndio maana hakuna sikiaye. Lakini unapokuja kwenye kuhutubu ambako ndio kuprofesai, maana yake unafanyaje? Unakuwa unasema na watu. Sawa, sasa turudi kwenye kile kitabu chetu tunavyoenda kumalizia.
Matendo 17 tulikuwa tumesoma hapo, si ndivyo? Tukaona kwamba katika utimilifu wa unabii huu kila mwaminie Mungu katika kila ambacho Kristo amekifanya anakuwa amemwagiwa Roho Mtakatifu. Na kwa namna hii anaweza kufanyaje? Akatabiri. Maana yake unaweza kusema na watu. Sasa tusome hiyo Matendo 2, tusome ile mstari wa 21. Matendo 2:21. Kwa maana yake ameanza kuelezea kule juu kwamba itakuwa katika siku za mwisho wanaona binti zote watatabiri hivi na hivi. Tusome 21. Mstari wa 21 twende. Na itakuwa kila atakayelitia jina la Bwana atafanyaje? Ataokolewa. Kwa hiyo unapokuwa unatabiri maana yake unakuwa unasema na watu. Na kwenye kusema na watu kuna yule ambaye atalitia jina la Bwana. Kwa mtu mwingine atafanyaje? Ataokoka. Kwa hiyo mpango wa Mungu ni kwamba amekupa roho wake makusudi ukapate kusema na watu. Unapokuwa unasema na watu unakuwa unamweka Mungu kazini. Kazi ya Mungu ni nini? Watu wakapate kuokolewa. Kwa hiyo unapokuwa unasema na watu kwa habari ya Yesu ambacho amekifanya, unakuwa unamweka Mungu kazini na watu wanapata kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutaenda kumalizia na ile andiko sasa. Wakorintho wa 2 sura ile ya 5. Naomba tusimame. Wakorintho wa 2 ile sura ya 5. Mstari ule wa 17. Wakorintho wa 2 sura ile ya 5. Mstari ule wa 17. Na madaftari yenu mnaandika bado kweli? Haya. Wakorintho wa 2 ile sura ya 5 mstari wa 17. Maandiko matakatifu yanasemaje? Sawa. Wakorintho wa 2 sura ya 5 mstari wa 17 tusome. Tazama amekuwa mapya. Naye ametupa nini? Huduma ya upatanisho. Sema nimepokea huduma ya upatanisho. Nimepokea huduma ya upatanisho. Kwa mimi ninapatanisha watu na Mungu. Kwa namna gani? Kwa kulihubiri neno la Injili. Kwa hiyo mambo ni rahisi sana. Mambo ni rahisi sana. Hauhubiri Injili, hautembei ndani ya mpango wa Mungu. Unaitukana asili yako. Kwa sababu gani? Haujaokolewa ili kwenda mbinguni. Kwa kuokolewa umefanya kuwa mwenyeji wa mbinguni. Mungu amekuokoa ili awafanye wengi kuwa wanafunzi wa Kristo kupitia wewe. Kwanza ukasema kwamba mimi mpango kwenye maisha yangu mimi ni kuwa daktari. Lakini kumbuka unakuwa daktari kwa ajili ya magonjwa. Na Yesu atakapokuja kufunuliwa siku ya mwisho kutakuwa kuna historia tena za magonjwa. Kwa lazima uwe kingdom minded. Katika huko kuwa daktari uendelea kuhubiri neno. Useme kwamba kuwatibia wagonjwa ni useme kwamba kuwatibia wagonjwa ni kuwahubiria Injili. Kuwahubiria Injili maana yake ni unasema na watu maneno ya Mungu yapatikanayo na wokovu. Useme kwamba unapompa mtu parado ndio umemhubiria mtu Injili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumeaminiwa na huduma ya upatanisho. Kwa hiyo tufunge macho. Sema ukiri kwamba asante Bwana Yesu kwa kuwa umeniokoa kwa neema yako. Umenifanya kuwa muamini kwa kunipa roho wako. Umenimwagia roho wako makusudi nikapate kutabiri. Makusudi nikapate kusema na watu maneno yanayowajenga, yatakayowatia moyo, yatakayowafariji. Matokeo yake wapate kulitia jina la Bwana, wakapate kupokea wokovu. Asante Bwana kwa kuwa umenifanya mwenyeji wa mbinguni. Kwa kuwa umenipa kionjo cha mbinguni, Roho Mtakatifu ndani yangu.
ninao uwezo wote wa kutembea katika karama ambazo umeziachia kwa ajili ya huduma. Amen. Nimebarikiwa sana. Nipende wote tukae. Sasa maswali yangu. Naomba chukue namba yangu 06 79 97 6177. Lakini kwa wale ambao tunataka kukutana baada ya ibada tukaongea, hamna shida. Kuwa na huo mtazamo kwamba kanisani ni shuleni. Ninapokuja kanisani siji mikono mitupu, mimi ni mwanafunzi wa Kristo. Ni lazima niwe na mahali pa kuandikia. Ni lazima niwe na Biblia. Mmebarikiwa sana.